Samia Suluhu atokwa na jasho jembamba baada ya kupokea taarifa mbaya kutoka kwa chama cha ACT Wazalendo. Ujambo na karibu. Siku ambayo ilipaswa kuwa kilele cha kumbukumbu ya uhuru wa Tanganyika iliibuka kama taswira ya tofauti kati ya kile ambacho taifa ilitarajiwa kuwa na hali halisi iliyojitokeza mitaani. Matumaini ya kusherehekea miaka 64 ya uhuru tarehe 9 Disemba mwaka 2025 yalizimwa na hali ya tahadhari iliyoikumba nchi nzima, na baada ya serikali kuchukua hatua za kuzuia maandamano yaliyokuwa yametangazwa na wanaharakati, na badala ya mvutano ama mvumo wa shamra na nyimbo za kizalendo, nchi ilijikuta imezingirwa na hali nzito ya tahadhari, ukimya uliokatishwa na mikong'oto ya misafara ya magari ya usalama katika mitaa mikubwa ya miji. Ndani ya mazingira hayo, ACT Wazalendo liliibuka na kauli nzito likisema kuwa Watanzania hawakuwa huru katika siku waliopaswa kuadhimisha uhuru wao. Kauli hiyo iliashiria kile chama hicho kilichoita mgongano mkubwa kati ya dhana ya uhuru wa kitaifa na uhalisia wa matukio ya usalama yaliyotawala anga ya kisiasa katika siku kadhaa. Kwa mujibu wa taarifa yao ya kitaifa, hatua za serikali kudhibiti mijumuiko ya amani zilivunja alama ya maudhui ya uhuru na kugeuza siku ya taifa kuwa siku ya majonzi ya kisiasa. Mtazamo huu ulihusishwa moja kwa moja na kile kilichotajwa kwa maandamano ya kitaifa yaliyopangwa na wanaharakati kudai uwajibikaji juu ya wahusika wa ghasia zilizotokea baada ya uchaguzi, pamoja na kutaka haki kwa familia, vijana na wanawake waliobeba makovu ya vurugu za kisiasa zilizopita. Nchi ilibaki kimya, si kwa maelewano bali kwa hofu iliyoenea kila kona, na mipango ya ufuatiliaji wa haki za kiraia ilikosa nafasi, kwani serikali ilizuia kabisa maandamano hayo, ikiwakilisha msimamo kwamba usalama wa nchi ulihitaji udhibiti mkali wa mikusanyiko. Hatua hizo zilikuja wakati wa kile ACT Wazalendo ilichokitaja kuwa kipindi cha kuyumba kwa misingi ya uwazi na haki, hususan baada ya kuanzishwa kwa tume ya uchunguzi wa ghasia za uchaguzi chini ya jaji mstaafu Othman Chande. Tume hiyo, ambayo ilitarajiwa kuwa njia ya kurejesha matumaini ya uwajibikaji na maridhiano, ilipingwa na ACT kama chombo kisicho na uhuru wa kutosha kufikia ukweli. Taarifa yao ilieleza kuwa tume hiyo haikuwaharakisha ama haikuwashirikisha kikamilifu wadai wa haki za binadamu, wala haikuonyesha dira ya kuhakikisha uwazi wa kitaifa au majibu ya kiufundi juu ya chanzo na dhamana ya ghasia zilizopita. Kwa mujibu wa ACT Wazalendo, msururu wa matukio hayo uliimarisha hoja kwamba Tanzania bado inatembea katika kivuli cha ukosefu wa uhuru wa kisiasa, na ndio maana chama hicho kilitoa wito mkali wa kuingilia kati kwa taasisi za kimataifa kama Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na SADC ili kusaidia kufanikisha uchunguzi huru wa mambo ya uchaguzi na ukiukwaji wa haki za binadamu. Ulimwengu ulitakiwa kubeba jukumu la kuhakikisha kuwa misingi ya kidemokrasia na ulinzi wa haki msingi, hasa haki zile za msingi, unarejea katika sura ya kitaifa. Na katika shinikizo hilo, suala la katiba mpya lilifufuliwa kwa nguvu mpya, huku ACT Wazalendo ikieleza wazi kuwa bila katiba iliyoandaliwa na ushirikiano wa kweli, bila ukomo wa madaraka ulio wazi na bila mifumo madhubuti ya kusimamia haki, nchi itaendelea kubaki katika mzunguko wa migogoro ya kisiasa. Mchakato uliwasilishwa kama ulinganishi muhimu kati ya Umoja wa Mataifa na ustahimilivu wa demokrasia na mustakabali wa taifa. Rai ya kuimarisha katiba haikujitokeza katika ombwe. Kwa miezi kadhaa, mijadala ya kisiasa ilikuwa imejaa makundi yanayotofautiana kuhusu hatima ya mwelekeo wa taifa, yakihusisha pia mvutano wa ndani ya serikali ambayo ilianza kujieleza hadharani. Ndani ya upepo huo, changamoto ya mgawanyiko wa kidini iliingia upya katika mjadala wa nchi baada ya matamshi yaliyodaiwa kugusa hisia za Wakristo, huku uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan ama Wakristo kuhusu uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Athari zake zilienea haraka katika makutano ya siasa na dini, na kuibua hofu juu ya mvutano ambao ungeweza kuathiri umoja wa taifa kwa muda mrefu. Na katika wimbi hilo la taharuki, aliyekuwa makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi alijikuta katikati ya mawimbi makali ya kisiasa. Alitoa maonyo ya wazi kuhusu hatari ya kutumia dini
ama ya kutumia dini kama silaha ya mgawanyiko, akieleza kuwa misingi ya utulivu wa taifa ilitegemea umoja wa wananchi bila kujali imani zao. Kauli hiyo ilizungumzwa katika kipindi ambacho nchi ilikuwa inakabiliwa na mijadala mikubwa ya kitambulisho cha uongozi. Ilianza kufasiriwa kama ishara tofauti za kifalsafa kati yake na viongozi wa juu serikalini. Ndani ya mazingira hayo, taarifa za siri zilizosambaa mtandaoni zilidai kuwepo kwa mpango wa kumdhuru Nchimbi. Chanzo kilichodaiwa kuwa na mtu wa karibu wa Ikulu kilidai kuwa timu maalum ilitumwa kutoka Zanzibar kiongozwa na mtu aliyefahamishwa kwa jina la Heri kwa lengo la kumzuia au hata kumfikia kimadhara. Ingawa taarifa hizo hazikuthibitishwa, zilipata mwangwi mkubwa kutokana na historia ya Tanzania, ambapo taarifa zinapovuja mara nyingi huwa na uhusiano fulani na ukweli unaodaiwa kutafutwa. Na katika mazingira ya hofu iliyosambaa, madai kwamba baadhi ya mawaziri wenye ukaribu na Nchimbi akiwemo Hussein Bashe na Doto Biteko walitakiwa kuwa uangalifu zaidi, na yaliongeza hali ya sintofahamu katika medani ya kisiasa. Ilisemekana kwa uhusiano wa Nchimbi na makundi ya dini, hususan msimamo wake kuhusu kauli za viongozi wa TEC, ulibua utata mkubwa katika uongozi wa juu. Ndani ya mjadala huo, nafasi ya waziri mkuu nayo ilianza kutazamwa tofauti baada ya kufanyika kwa baadhi ya majukumu ambayo kikatiba ni ya makamu wa rais, aliyoile itafsiriwa kama ishara kuyumba kwa utaratibu wa madaraka ya juu. Na katika kipindi onevu kama hicho, kauli ya ACT Wazalendo kuhusu Not Yet Uhuru ilipata uzito wa ziada. Kauli hiyo iligusia historia ndefu ya Tanzania kuhusu mapambano ya ukombozi, ikitupa mwanga wa kizazi kipya kwamba uhuru huishii katika ukombozi wa 1961, bali unahitaji kufanyiwa kazi kila siku. Na kwa chama hicho, siku ya uhuru mwaka 2025 haikuwa ishara ya taifa iliyokomaa, bali ilikuwa somo la kutafakari njia mpya za kujenga taasisi imara na uongozi unaotenda kwa uwajibikaji. Kwa mtazamo mpana, kilichotokea Disemba 9 kilibua mjadala kuhusu uhusiano kati ya usalama wa taifa na haki za raia. Serikali iliona kuwa mazingira maandamano hayakuwa salama. Wanaharakati waliona kuwa ukimya uliolazimishwa uliua misingi ya uhuru, na ACT Wazalendo ilikazia kuwa usalama wa kweli haujengwi kwa kukandamiza sauti za wananchi, bali kwa kuweka mifumo ambayo inaondoa sababu zinazozalisha migogoro. Katika hitimisho lake, chama hicho kilitoa mwito mpana kwa wananchi, asasi za kiraia na jumuiya ya kimataifa kuungana kujenga Tanzania yenye heshima na haki. Nchi ilihimizwa kuchagua njia ya maridhiano, hatua ya uwazi, uchunguzi huru na majadiliano ya kitaifa yanayoweka mbele maslahi ya vizazi vijavyo. Tulikumbushwa kwamba uhuru wa taifa si tukio la kila mwaka, bali ni kazi ya pamoja inayohitaji ujasiri, uwajibikaji na upendo wa kweli kwa Tanzania. Katika siku ya uhuru ambayo haikuwa na uhuru, simulizi la nchi libadilika. Tanzania iliwekwa mbele ya kioo chake yenyewe, ikikumbushwa kuwa safari ya ujenzi wa taifa bado haijafika mwisho, andiko ambalo linabeba matumaini mapya, changamoto mpya na swali lisiloandikwa: je, siku hiyo ya uhuru itakuwa tofauti? Ni taarifa kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine bila kupinda ama bila kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kwa taarifa kama hizi, na kumbuka kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.